wapendwa wangu. Juzi nilikuwa nikitafakari neno. Kaja nikapata neno kwamba hebu waulize wenzako, je, sisi sote tumeshamshukuru Mungu, tumeshawahi kumshukuru Mungu kwa neema ya kupokea wokovu. Yaani neema ya kuelewa injili tukapokea wokovu, wapendwa. Je, tunajua kwamba ni neema? Na je, tufanyaje kwa wale ambao hawaelewi, yani hawaelewi, wanahubiriwa, wanafundishwa, lakini hawajapata neema. Tunaelewa kwamba kuna wengine sio kupenda kwao, ndugu zetu, watu tunaofahamu makazini labda, tunawaombea muda mrefu, tunawashuhudia muda mrefu, lakini bado hawajaelewa umuhimu wa hii injili. Wapendwa wangu, maandiko yanayotumika hapa yako kadhaa. La kwanza tunalipata Mathayo 13. Ukienda Mathayo 13, nakwambia nini? Mstari wewe nenda mpaka wa 6 hapo. Wa 6. 13 mstari wa 6. Nitasoma katika jina la Bwana. Yaani unakuta Soma Mathayo 13 mstari wa 3, mstari wa 3 mpaka wa 8. Utaona anazungumzia mpanzi anapopanda mbegu. Zingine ndege wakaja wakazila, mstari wa 4. Zingine mstari wa 5 zikaanguka kwenye miba. Pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota. Yaani hili neno nimepelekwa hili mpaka mstari wa 8 tunalifahamu. Roho Mungu anatuambia tujue tunaombeana vipi. Na tujue sisi safari yetu tunaenda vipi. Sisi binafsi. Mimi wa kwanza. Kwa sababu kila mtu kuna vitu Bwana anajaribu kuvitengeneza. Kuna vitu Mungu anajaribu kuviweka sawa. Asikudanganye mtu ameokoka yuko na miaka, labda umekutana na mtu kuna wazee wana neema wana miaka 100 na bado ana akili zake. Makanisani humu nimewaona humu. Hasa weusi wa hapa wana neema kubwa kweli. Mzee, mama, mtu mzima, lakini ana akili zake, anatembea kila kitu. Anatumia daka fimbo. Lakini huyo mtu mpaka wakati huo lazima kuna vitu Mungu anataka kumtengeneza. Sasa mimi na wewe hebu tunyenyekee, tushukuru Mungu hata kwa neema ya kuelewa hii injili tunayohubiriwa. Kwa sababu gani? Roho Mungu alikuwa ananiambia, waambie wenzio, kuna wanaowaona kwenye makanisa yetu tunayoabudu. Sisi tuna makanisa ya kikweli, makanisa ya majengo, na tuna makanisa ya mitandaoni. Kwa sababu kundi la maombi ni kanisa, ni madhabahu. Waambie wenzako, wasione tu wenzao ambao bado lile neno halijawaingia vizuri, wajue wanawabebaje kwa maombi. Wasikae tu wanawashangaa, wasikae tu wanawahukumu. Asithubutu mtu kumhukumu mwenzie, na asithubutu mtu kusema huyo kiroho chake. Kwa sababu sisi Yesu anatukuta, mimi nina vifungo fulani vya kikwetu. Alafu nina vifungo, yani kuna vifungo tulizaliwa navyo ndani. Kuna vifungo tukakutana na majanga ya maisha, tukavivaa. Kuna vifungo vilitukuta katika ukubwa wetu hivi. Tukio linatukia, unatupiwa kitu, unafanywa mambo. Alafu kuna vingine uliolewa ndani. Kuna vingine tulienda madhabahu zisizostahili, tukatoa masadaka, tukaenda tukaabudu na huko. Kwa hiyo mtu usimhukumu, kwa nini huyu tunahubiri kila siku haelewi? Kwa nini ndugu yangu yani kila siku tunaongea neno hili haelewi? Wewe muombe alafu muelewe. Roho Mungu akusemeshe. Tuliongea jana upambanuzi. Ninatumia maneno gani? Natumia injili gani? Saa nyingine unaweza kaambiwa acha tu huyo muombe. Huyo muombe tu. Mwache. Huyu mwanangu mbona kila siku naongea naye lakini hanielewi?
Kwa sababu mimi na wewe ni neema. Ukasikia neno la Mungu, ukafanya mabadiliko, ni neema. Vita ingine tuko nayo, ninasema tuombeane. Wapendwa, ni hivi. Shetani ni mjanja na ni mdhalimu sana. Shetani anajua hivi. Mkristu yoyote yule, kama ni mkubwa, mdogo, mzee, kijana, Mkristu anayekaa na neno la Mungu, akalifungua hivi zile kurasa, kila siku anachukua andiko, hata kama ni moja au mawili, anasoma. Shetani huyo mtu anabidi atengeneze mikakati kwa ajili yake sana. Kwa sababu gani? Ni rahisi kwa shetani kumkosa huyo mtu. Hiyo vita hata mimi binafsi ninayo, na nimepambana nayo muda mrefu. Usishtushwe na haya masomo ninayotoa mtandaoni. Huwa ninaambiwa muda ninaotumia kushika kutafuta haya masomo ya kutoa somo, niliambiwaga sihesabiwi nimesoma nini. Inabidi muda binafsi wa kusoma nini. Vita hiyo ninayo mpaka siku hizi. Nashukuru Roho Mtakatifu tu amenitengenezea tu njia nyingine. Kifika saa 10:30 hivi tu usingizi unakata, naamka mzima, piga mswaki, nakaa. Maana najua maombi yetu yanaanza saa 11:30 ya kwetu. Zamani nilikuwa napigwa asubuhi, mwili mzito, unachoka. Leo umeamka, kesho hujasikia alamu. Leo umeamka, kesho. Kwa sababu ninang'ang'ana, ninajua kile ninachokitafuta. Ninajua ukiona mambo yanayotokea yaliyotuzunguka, mpendwa wangu, utakaa sawa na Yesu Kristo. Wewe uko kwenye kubishania sijui andiko lisijui nasemaje. Mpendwa, ogopa Mungu sana. Hakuna ajuai siku wala saa. Kiukweli tuko dakika za mwisho. Mko nyinyi wengine, mko nchi za neema sana. Leo nimeonyeshwa clip na baba hapa. Vile watu sasa hivi watu wanafilisika. Kila mtu, wengi mnajua nchi za nje, ukisikia mtu kanunua nyumba usishtuke. Wala usishtuke. Akwambie mtu amenunua nyumba Afrika. Akinunua nyumba ya Ulaya, mpendwa, ni deni. Kaingia deni la miaka 30. Kama ni Muhindi, Wahindi wana akili sana. Nyumba moja wanakaa familia 3. Kwa ile miaka 30 wanapiga, wanalipa miaka 5, wamemaliza. Nilisikiaga sana hilo neno kwa watu tofauti. Wana rafiki zao Wahindi, hawafikisha hata miaka 10, wanamaliza, wananunua ya pili. Wahindi na Waspanish wanafanya hivi. Kwa nini nasema hili neno? Si unasikia watu walinyang'anywa kazi, walifukuzwa kazi ghafla mwezi wa 2, wakaambiwa mafao yenu mwezi wa 9. Sasa hivi serikali haina pesa, watu hawalipwi, wamefukuza kundi lingine la watu kazi serikalini. Mwanangu aliyeko jeshi anasema mama hii, yeye aliniambia mama, mimi nataka tunaendaga pamoja, tunafundishaga kupanga pesa na kufanya majukumu na nini. Kwa hiyo pesa yake ikiingia naiona, ya akiba tunaweka ngapi, na muone ananiambia mama hii, anataka mtu wa kumfuatilia kwamba anaenda kwa msamaha. Akasema mama, huo mshahara unaoona, ngoja tuone utafikaje kwa kulipa majukumu, kwa sababu tumeambiwa inawezekana huu mshahara unaokuja ukachelewa, kukawa hakuna pesa. Na hapo alipo anafundishwa kazi, tayari anafundishwa kazi ya mtu ambaye imebidi aache. Mtu ambaye alikuwa ni raia, ana ujuzi, anatumika kwenye hicho kitengo cha vifaa wanavyofanya huko jeshini. Nikupe ushuhuda mwingine, tunaenda siku za mwisho. Sisi wengine usishangae kwa nini mama huyu anajitesa hivi. Anaamka sijui saa ngapi. Tunahisi kinachoendelea sasa hivi, mpendwa. Mungu na wewe akusaidie uhisi, ujielewe unapita wapi. Leo nimeonyeshwa clip. Mwanamama umri wa kati tu, sio mzee sana. Imefikia muda wa kuachiliwa, kifungo chake kimeisha jela. Anaomba hakimu, unaweza ukanipa siku 30 au 60 hivi ni baki manake sina pa kuishi. Ungeweza ukaamini mtu anaomba abaki mle ndani? Abaki afungwe. Kwa maana anajua angalau anapakulala, ana milo 3 kwa siku. Na hivi baridi hapa sasa hivi naingia. Anapiga hesabu, anasema kuliko niende nikakae chini ya madaraja, na wale ambao nilifanyaga udhalimu hivi, wanaweza kanitafuta nirudi kuuza madawa, sijui ameingia humo kwa sababu gani, mimi sijui kosa lake huyo mwanamama. Ninakwambia hapa tulipo kwenye makanisa haya makanisa ya mitandaoni, kuwa na macho ya rohoni. Nani ana changamoto kwenye nini? Wewe kazi yako ni kuomba, umemaliza. Wewe omba kila siku tu, umemaliza. Nimekuja kugundua Roho Mtakatifu yuko hivi.
utaambiwa uombee kitu. Utakuja kuona siku, kumbe hii ameshajibu. Naona siku hizi anafanya hivi, afanye hivi. Unapewa kazi nyingine. Tunatengeneza njia ya mbinguni. Kuna vitu ambavyo tunajua wengine bila Yesu Kristo hakuna kitakachovuka, kitakachopita hapo. Hakuna kitakachowezekana. Nikupe andiko lingine litatusaidia wapendwa wangu. Kuna kitu Roho wa Mungu anajaribu kusema. Sasa mimi anisaidie niwe na maneno ya kueleweka. Tatusaidia. Neno lingine utalikuta, ninaweza nisifungue vyote kwa muda hautatosha. Yeremia 5:21. 5:21. 5:21 anasema, inatafsiri kutoka kwa Kiingereza na tafsiri kwenda Kiswahili. Sikia sasa, enyi watu wapumbavu, msio na ufahamu, ambao mna macho lakini hamuoni, na mna masikio lakini hamsikii. Roho wa Mungu alikuwa ananiambia muombee kwenye makanisa haya tunayoabudu. Kuna wapendwa wetu sio kupenda kwao. Na sisi wenyewe tumo, mimi mwenyewe nimo. Unakuta kuna vitu Mungu anakuambia, hichi kitu mama Brian, mama Sims, unaongea sana. Saa nyingine maneno yako uchaguagi vizuri. Unaongea saa nyingine maneno ya ukali. Punguza, jirekebishe. Saa nyingine mtu akiongea ukiwa hasa nikiwa naongea na wanangu hivi tunaongea tu stories zetu au tunaongea kisa fulani au kakosea na mrekebisha. Na kwa mtu akiongea simpi nafasi ya kumaliza, naingiza cha kwangu. Ni tabia mbaya. Ninasema mimi madhaifu ambayo Mungu kila siku ananionya nayo. Anasema hayo pamoja na kuyaombea, zingatia kuyarekebisha. Ukiona dada yako, kaka yako, mpendwa wako, mambo yani tunafundishana kila siku, haelewi, hasikii wala haoni muhimu, we muombee. Fanya nafasi yako kumuombea. Yanayobaki mwachie Mungu. Usiingie. Mungu akaniambia ukiingia kwa hukumu, mimi sasa ananisemesha na hili nalo litamfaa mwingine. Ukiingia kundi la kumhukumu na hujamuombea, siku ya mwisho wote wawili mnayakujibu. Tena akawa ananiambia waambie ole wetu sisi, najiweka na mimi, ole wetu ambao tunasahau kwamba kila hubiri lililopita masikioni kwetu, kila hubiri la injili ya kweli lililopita masikioni kwetu, tutajibu siku ya mwisho. Ndio maana nilivyoelewaga hivyo, mpendwa, sijui nikwambie, wachungaji watu wanaohubiri mtandaoni na wasikiliza hawafiki 5. Tusemeje? Hawafiki 4. Kwa sababu gani? Nimegundua hii Biblia yenyewe, vitabu si viko vingapi? 66. Kuna mengi kwenye Biblia sijayajua. Sina muda mwingi wa kwenda kutafuta huko. Unakuta wengine ukisikiliza anaongea kile mafunuo Mungu amempa. Anaweza kutumia andiko. Mwingine anasimamia kazi aliyopewa. Mwingine anazungumzia vitu vile vile. Nikiona sivihitaji kwenye safari yangu, ninatoka na mimi napambania muda na neno la Mungu. Ndio maana kwenye kundi letu hili, Mungu atusaidie kuelewa neema ya kusoma neno pamoja wapendwa. Kiukweli ni afadhali tujae neno la Mungu hili tulichambue zaidi kuliko kusikiliza kwenye ratiba kila siku zetu 6 tunazokutana. Eti watu 6 kila siku wanahubiri, wanafundisha au mtata kuhubiri. Maana tuko kina mama watupu. Ninaamini tunaruhusiwa kuhubiriana sisi kwa sisi. Hakuna wa mama wa baba huko. Na kijaga mchungaji, kuna mchungaji anakujaga kuangalia tunaendeleaje, tunampaga nafasi. Huwa anakuaga hana neno. Anaturidhia, tunaendelea na ratiba yetu. Vijana wangu ninao, sasa wao mimi niko nao pembeni. Wale nao walea, niko nao pembeni. Kuna mwingine tuna ratiba yetu Jumapili akitoka kanisani, kundi kubwa, tuna ratiba yetu, tunaomba na tunafundisha. Usione tunapoteza muda. Hili neno tunalosoma, hatupotezi muda. Omba Mungu akupe neema, hili neno likae ndani yako afadhali. Kwa sababu nikuulize swali, kwani siku ya mwisho
Tutaulizwa kuhusu labda siku fulani alitoa somo fulani, au tutaulizwa maandiko. Ulisikia mahubiri kuhusu dhambi, ulisikia mahubiri kuhusu kuongea sana, ulisikia mahubiri kuhusu kila neno tunalitoa kwenye kinywa chetu. Tutahukumiwa. Tutaulizwa hayo, tutahukumiwa kulingana na maandiko. Wanaofundisha na tunaosikiliza mitandaoni wanatumika kuleta ili neno la Mungu, kusimika somo lile tunalohitaji tulijue ndani yetu zaidi na zaidi. Ndio maana mimi na wewe unyenyekee sana kupata neema kwamba umesikia neno la Mungu ukafanya mabadiliko kwenye maisha yako. Nyenyekea sana na beba mzigo sana kwa wale ambao umeonyeshwa wewe huyu bado ana changamoto kwenye eneo hili na eneo hili. Wewe waombee. Ukiwa na neema na nafasi unawafundisha. Huwa kuna ambao ninaweka ratiba, nawaambia fulani na kutumia bando, naomba tuongee kitu fulani siku fulani, naomba tuongee. Kwa ajili gani? Yale Mungu anayonielekeza kuhusu wao niwaambie yote ninavyoweza, yani niwaambie, kwa sababu mimi kila siku ninaishi kama vile hakuna ambaye ana uhakika kesho lazima niamke niwepo katika walio hai. Hakuna mwanadamu ana uhakika huo. Kwa hiyo nitakachodaiwa siku hiyo nitakisema. Leo mtumishi fulani nimeshaonyesha nimuombee kitu fulani, mtumishi fulani, nitakuwa naomba hata niko peke yangu kimoyomoyo, nitaomba tu kwa ajili kutokudaiwa kazi ya Mungu siku ya mwisho. Kwa hiyo somo hili lilianzaje majuzi kama mwanzo wa wiki hii. Nikaambiwa wiki hii ongea na wenzako uwaulize, tumeshashukuru Mungu kwa neema ya kuelewa injili tunayohubiria hii na tukaifuata, ni neema kubwa mno. Tuna dada zetu hapa wanaongea utakatifu, kuvaa utakatifu, wanaongea, tunaongea hiki, mwingine ataongea kingine, mwingine atauliza hiki. Ni Roho Mtakatifu anatafuta kutufundisha. Sasa ukiona wenzetu kwenye makanisa nyinyi mnayoenda, unawajua wenzako, unajua huyu ana changamoto bado hii eneo, bado muombee sana. Muombee. Ukitaka siri ya Mungu akufanyie vitu wewe vya kushangaza, beba kwanza. Huwa naambia wanangu, wanacheka, penda kutafuta kubeba tenda za Yesu Kristo. Hizo ni tenda. Yaani unaambiwa ombea huyu mtu kitu fulani, ombea mtoto wa fulani kitu fulani, ombea ndoa ya fulani kitu fulani. Beba huyu binti kwenye swala la ndoa, beba kwenye maombi, kwenye ushauri, kwenye nini, wewe wabebe. Unaweka akiba ya baadaye, utakutana nazo mbinguni. Ndio mtu anayetembea vizuri na Yesu Kristo anajitahidi, anapambana, ananyenyekea. Matukio ya taarifa ya habari hayamstushiki sana kivile. Ndio nikaja nikaelewa, inawezekana wengine tumebaki nchi fulani kwa ajili tuombe kwa mizigo. Inawezekana labda ndio sababu hiyo, kwa muda wake. Na wakati wa Bwana, kwa mapenzi ya Bwana, ikifika wakati wa kutoka tutatoka. Hakuna wasiwasi. Na ikiwa sio mapenzi ya Bwana kutoka, kwani watu wote dunia nzima wote tutaishia wapi? Yesu akirudi, kila mtu pale atakapokuwa, amkute ametimiza kazi yake, amkute yuko katika utakaso, amkute kila alichoambiwa ametii bila kujichelewesha, bila kuleta masababu. Wajibu wa kina mama bado tunao. Mabinti kuna majukumu yetu tunayo. Kwenye huduma, kuomba, kusafisha kanisa, sijui ni nini, umeitiwa yatima, wewe umeitiwa sijui wajane, sijui umeitiwa nani, ndugu zako umewaombea wote. Kwa hiyo hili neno tumepewa leo, tusisahau kumshukuru Mungu kila siku kwa neema ya kupokea wokovu. Alafu tuangalie waliotuzunguka. Nani bado kwenye listi yangu bado asikii? Kuna mpendo wetu hapa alienda kutembelea kwao, anasikitika amekuta wenzia aliyosoma nao bado. Mimi ninao wa kutosha. Ninao wa kutosha, ndugu, jamaa, marafiki, ninao. Sio kwamba tunajiweka sana juu kiroho, sio kwamba sisi tumefika. Kumbuka nimetoka kukupa mfano. Makanisa niliyoenda mimi nimeshangaa. Makanisa ya huku nimeenda ya weusi, sijaenda sana ya weupe. Nimeenda ya weupe mara chache, miaka michache. Lakini zaidi haya weusi, kwa sababu nilikuwa katika huduma, kwa hiyo unaona vitu kwa undani. Wamama wanafika mpaka miaka nao.
kanatembea kanakuja kanisani, ana akili yake yote. Huyo mama, Roho wa Mungu alikuwa ananiambia huyo mama mpaka siku yake ya mwisho kuna vitu Roho Mtakatifu bado anamtengeneza. Kwa hiyo sisi hatujafika, bado hatujafika. Tunabebana kwa upendo, tunaelewana. Ngoja hapa tujaribuje. Huwa tunaongeaga na mama mwenzangu hapa, tujaribu hivi na tujaribu hivi. Ukipewa mafunuo na neno la Bwana yalete. Kama mimi hapa ninatii, kwa sababu mimi ninajua nisipolitoa, nimekaa nalo kama siku 4, nilikuwa nasubiri Jumatano nitapata nafasi. Nikikaa nalo litafifia na nitabidi kutubu sana. Heri nilitoe nikiwa nalo bado liko fresh akilini na rohoni. Na bahati mbaya ishanitokea mara kadhaa. Nilipewa nikawa bize, miaka hiyo ya zamani, miezi ya zamani hiyo, lilipotea moja kwa moja. Na Roho akaniambia ole wako, ole wako. Utubu sana. Utubu sana. Kwa hiyo usiogope ukiwa una neno, lilete, kwa sababu yamkini kama ni mtu tu mmoja, litamtoa sehemu moja kwenda nyingine. Umetimiza kazi yako, utakutana nayo mbinguni. Haijalishi yule mtu atabadilika au asibadilike. Haijalishi yule mtu atakuona vipi, usishangae. Tunaongea hivi mitandaoni, tunaonekana wenda wazimu, tumejizeesha bure, tumechanganyikiwa, majina yote tunapewa. Mimi ninanyenyekea kwa sababu gani? Mimi ni kimwanamke tu kinafunga kitenge. Walimsema Yesu vibaya. Kwani mimi ni nani wasiniseme vibaya? Hiyo sio issue. Ni hili neno. Kama wewe una neema, hauna vita kwenye kusoma Biblia peke yako, labda sasa hivi uko peke yako, una majukumu ya familia, mshukuru Mungu. Ombea wamama na mabinti wenzako ambao wana hiyo changamoto. Shetani ni mjanja, nimeshamuona ni mjanja mno. Tena mno. Kwa hiyo hapa tutabalance. Kuna siku ikiwa kuna neno, tutashirikishana. Mtu ataleta, tutashirikishana. Lakini ufurahie tukiwa na muda wa kusoma neno la Mungu pamoja. Kwa sababu nimegunduaje mimi binafsi, haya maandiko tuliyoyasoma nilishayasomaga zamani. Lakini sasa hivi tuko pamoja, ninafunuliwa kwa undani zaidi. Yaani tena mwingine akichangia, mimi nimeelewa hivi, mimi nimeelewa hivi. Roho wa Mungu ananiambia unaona, na wewe hili linakuhusu. Badilika 1 2 3 4. Unaona na wewe hili, ukiongea na fulani mkumbushe 1 2 3 4. Tunajengana kama Wakristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapa maneno ninayo mawili makubwa, matatu. La kwanza, tushukuru Mungu kwa neema ya kupokea wokovu na injili ya utakatifu. Kuna waliopokea wokovu, injili ya utakatifu hawajaielewa. Sio kupenda kwao, hawajaielewa, hawajaiona umuhimu wake. Hakuna mtu mwenye akili timamu atasema mimi injili nahubiriwa ni ya utakatifu, ndio kigezo cha kuingia mbinguni, na mimi nimechagua kuidharau. Kwa maana moto wa mbinguni, moto wa jehanamu nitauweza. Sidhani kama wanawaza hivyo. Wao wanajihesabia haki, kwamba wako sawa. Tena wengi watakwambia mchungaji wangu mimi hajaniambia hivyo. Kamuweka mchungaji juu ya neno la Mungu, hajajua hicho. Mchungaji wangu aliniambia kitu fulani. Shetani amemzuia asiende mwenyewe akakaa akatulia akafungua Biblia. Ndio maana kuna mama yetu mmoja hapa, yuko nchi za huku kwetu, sitahitaja nchi gani. Yule mama huwa ninakumbushwaga sana naye, sana na mzigo naye sana. Yeye hajapata neema ya kusoma hivi. Hajapataga, ni mama na watoto wakubwa tu sasa hivi. Ninahakikishaga ndio walisababishaga yeye na mwingine yuko Kigoma, baba mmoja. Tulianza kutengeneza audio kwa sababu ya hao wawili tu. Hawajapataga neema ya kusoma. Wa Kigoma, yule mzee Mungu ambariki tu. Asije akapotea, haja ione mbingu. Hakujali mimi sijasoma, alipata wazo. Nilikuwa natumia mchungaji wake audio chache namtumia tumia. Akapata wazo. Mchungaji, naomba uniazime hizo audio zako, naziomba niende kwa vijana waniwekee kwenye flash. Anaenda anawekewa kwenye flash, anatafuta redio inayoweza kuchomeka flash, anatembea nayo barabarani,
Kifika mahali wamekaa watu, anachomeka flash. Inasema somo lilomo humo. Akimaliza anawauliza watu, unasemaje hapa? Unasemaje? Mwenye kutayari kuokoka anapeleka kwa mchungaji. Ndio kazi anayofanya. Ilibidi tuanze kurekodi audio, lakini sisi tunajua kusoma. Soma neno, yani tukitoka hapa uwe upende tu. Ngoja leo nikae na Mungu, nikae na Mungu. Mungu, nimechoka, niamshe usiku. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuamsha hata alamu weka. Niamshe kwanza kabla saa ya maombi yale ya saa 11. Utakaa unasoma. Kabla hujalala, tunakuwa mtego wa kabla ya kulala, tunakuwa miili imechoka sana wengine. Unasoma. Iko cha kwanza. Cha pili, cha kwanza tushukuru Mungu kwa neema ya wokovu, kupokea wokovu na injili ya utakatifu. Pili, tuwaombee ambao unawaona haijawaingia bado. Haujawaingia. Wako makanisa ambayo wanavaa vimini vya mapambo, hawajui yule mchungaji hajafunuliwa kwamba hawa watu siku ya mwisho utachomwa nao moto. Si ndio tulivyo mimi sibishiagi watu wakikwambia nimeoneshwa maono fulani. Kuna hukumu fulani. Waombee. Kupata nafasi ya kuwafundisha, kuwaelekeza, wafundishe. Ukiulizwa swali barabarani, wewe tayari una maandiko yako, kama umesave kwenye simu, maandiko ya kuvaa kusetiri. Unasema mtu akikuuliza swali, wewe mbona unajiweka mzee hivi? Unajua Timotheo wa pili ngapi inasema hivi na hivi na hivi. Mpendo wangu, siku hiyo malaika wako anaandika, huyu leo amehubiri huyu kutoka Timotheo kuhusiana na kujisetiri. Wewe mbona uliacha kusuka tena, una nywele nzito ndefu sana? Unasema hivi na hivi, ni heri niende mbinguni na nina sifa ya kuwa mzee, lakini mbinguni niende. Kumbuka, mume mwenye uhakika ataamka kesho. Usisahau hicho kitu, kitakusaidia kwa mengi. Hutabeba makwazo kwa mtu, hutazembea kazi uliyoitiwa. Nimesema cha pili, niongea kwa point, na mimi naongea maneno mengi. Tushukuru neema ya kupokea wokovu. Tushukuru neema ya kupokea injili ya utakatifu, tukafanya mabadiliko. Tuwaombee hao ambao hawajapata hiyo neema. Tatu, tusikose kusoma Biblia kwa sisi wenyewe. 4, ukiwa pazuri. Leo imebidi hapa niombe, tafadhali ninaomba, nahitaji kuongea maneno ya Mungu hapa. Kwa hiyo ratiba hapa tumeisitisha, na mzee nitoe ili neno nisije nikadaiwa tena, maana yatarundikana. Nikimaliza tu hapa tu siku 2, 3, 4, 5 nitapewa lingine. Liwe na nafasi. Ndio sisi wengine ndio tunavyotumika hivi. Vinginevyo yakiwa mawili yanapingana, sasa Roho wa Mungu anashindwa na kuelekeza hili au na kuelekeza hili. Omba Mungu hiyo neema ya kuwashirikisha wengine katika hii safari. Usimhukumu mtu. Mstari mwingine utauandika huko Warumi 1:28 huko. Inazungumzia hayo. Yaani Mungu atawaacha akili yao. Yaani kwa vile hawakutunza hekima ya Bwana, hekima ya Mungu, Mungu atawaacha wawe na akili iliyokengeuka, wafanye yale mambo yasiyofaa. Hapa wazunguzi tu mashoga. Hapa inawahusu hata wale ambao wanapewa andiko, hawalielewi, hawezi kufanya mabadiliko. Sio kupenda kwao, ni bado wamefungwa. Tunaposimama tunaomba wafunguliwe, kuna siku atafunguliwa. Kumbuka ni Mungu huyo tuliyemwamini, Yesu huyo aliyebadilisha waliokuwa Waislamu, hakutegemea kuwa Wakristo. Alifanya kinachotakiwa kufanya, akawabadilisha, leo ni Wakristo. Tusiache kuona hapa ibada tunazofanya na maombi tunayoingia, kwa kweli Mungu anatenda, na kuhakikishia Mungu anatenda. Kwa sababu tunaona shuhuda zingine, tunaziona. Sema wahusika wenyewe tu, tutakuja kuomba ruhusa tu tushuhudie. Na huwa pia nakuaga mnyenyekevu sana, na kuwa mwangalifu nisije nikashuhudia kama vile unajisifu. Hakuna mtu hapa anayejua kuomba akasubutu. Niliambiwa jana juzi kwenye kibili chetu hapa, tuogope. Yani nilikuwa naongea na mwanangu, sikumbuki, Roho Mungu akasimika hilo neno, tuogope sana kusema mimi ilikuwa humo. Nimekumbuka somo ni humo, namkumbuka aliyesema hiyo point. Usiseme mimi kufunga kwangu bila mimi kufunga na kuomba,
huyu asingefunguliwa. We. Ogopa sana. Ogopa sana. Mimi singekuwa mimi. Yaani hata ukiliwaza moyoni, ingia kutubu. Na saa nyingine Mungu jamani ni wa ajabu. Unaweza ukawa na tatizo fulani. Unaombea wengine, wanafunguliwa, wanasaidika, wanavuka. Wewe bado unasubiri unaomba. Wewe bado kwenye safari ya imani. Sio kwa sababu Mungu anapenda uteseki. Kwa sababu Mungu anajua huyu, ngoja hapa yuko pazuri, atanisaidia kwa mzigo, atabeba kazi yangu vizuri, asogeze watu. Maanake huyu nikimvusha haraka, anaweza kasahau. Anaweza akaingia mahali amebanwa, majukumu mengine ataingia, na hii kazi hii anaifanya kwa bidii. Usisikitike. Wewe mradi uko sawa na Mungu wako, una amani na Mungu wako, unatengeneza na Mungu wako usiku na mchana, unakubali anakupiga msasa, saa nyingine anakukwangua kama vile na steel wool. Wewe chukua steel wool, kwangua ngozi, utatoka damu. Anakukwangua ili ngozi mpya yote. Inaumizaga, saa nyingine inaumiza. Saa nyingine anaruhusu mtu anakusema, anakuchambua vizuri kweli. Dada yangu jana alikuwa anasema neno siwezi kulirudia hapa, maana kwetu sisi sio neno alisikiki vizuri kutoka mdomoni, lakini wenzetu wa Kongo wana neema, wanaweza kutumia maneno fulani. Umeona? Anakuchambua kama karanga. Na anakuchambua sio uongo, anakuchambua ukweli tu. Hivi anakuambia wewe hivi, uache hivi. Roho Mungu anakuambia ndio. Umesikia hapo? Ndio. Jirekebishe. Acha hiyo. Unyooke hapo. Kuwa katika hii hali, lakini ninakuomba mshukuru Mungu sana kwa hili kundi. Shukuru Mungu sana. Shukuru Mungu sana. Ninalithamini sana. Liombee sana. Liombee sana. Na kama huko una nafasi nzuri, shiriki unavyoweza. Hauna watoto, hauna mume ambaye utamkwaza, shiriki. Shiriki tu. Labda kama hauna bosi ambaye atakwazika, shiriki. Ukielewa andiko moja, mstari mmoja, sema hapa nimeelewa 1, 2, 3. Tunajengana kwa mwili wa Kristo. Ila neno hilo nimekumbushwa tena, tamalizia. Tushukuru Mungu sana na tunyenyekee sana kwa hii neema ya wokovu. Kuna mtu yuko kanisani, anasikia mahubiri unayoyasikia wewe, lakini ameshindwa kuingia njia nyembamba. Na hakubali, ukimuuliza anaweza akakwambia hata mimi naenda mbinguni. Iko sawa. Nyenyekea na umuombee sana yule mtu. Tuko nao kwenye makanisa, tuko nao kwenye haya makundi. Sijaelewa, kuna mtu jana alitumia neno, sijaelewa kama yeye ameona tu awe ni mtu tu wa kupata samaki na mkate kwa Bwana. Uzima wa milele hajauona, bado hajauelewa. Sio kupenda kwake. Kwa hiyo tusichoke kushauri ndugu zetu, kuchoke kuwafundisha, tuwatumie maandiko, ila tuwaombee sana kwa mzigo, na unaombea fahamu. Na mwanangu mmoja alinisaidia wiki iliyopita, nilikuwa naongea naye. Akasema unaowaombea waokoke, waombee watendakazi. Kuna watendakazi yani wanaostahili, wametengenezwa special, ambao huyo mtendakazi tu atausikia ubiri lake tu, yule mtu anapata shauri. Ombea adui anazuia watendakazi wasiwafikie, kwa sababu mavuno yako tayari. Ni watu wachache sana siku hizi duniani hawajasikia mahubiri. Ni wachache sana. Wako wachache sana. Ila wale watendakazi wanaostahili, walioitiwa ile kazi ili hawa watu waokoke, ni hao. Na nitamalizia hapa, ninakumbushwa kama kuna mtu anasikia hii sauti ya kwangu hii na hajawahi kubatizwa kwa maji mengi na mtumishi wa Mungu anayetunza utakatifu kwa maji mengi, mpendwa, omba Mungu akupe hiyo neema siku ubatizwe. Inabidi wengine wasafiri, itabidi wengine mchungaji aje ulipo, mimi sijui. Ila usiridhike kwamba umetimiza maandiko kwenye wokovu. Kuna hatua 3. Ukisha tubu, ukakiri, ukatubu, ubatizwe sawasawa na maandiko. Na 3, acha Roho wa Mungu, acha Bwana akija unyakuo ukukute,
unajitakasa, unamuomba Roho Mtakatifu akujaze kama tulivyojifunza jana. Ni hizo hatua 3. Roho wa Mungu ananiambia imetosha. Bwana Yesu atubariki, atusaidie. Tuendelee na kipindi na tuingie kwenye maombi kama Roho wa Mungu atakavyo